Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Waliaula. Tunayo katika Amka na BBC leo hii. Rais wa Marekani Donald Trump asisitiza kwa serikali yake ndio inayoongoza Venezuela kwa sasa, huku akitoa onyo kwa rais mpya wa Venezuela Delcy Rodriguez. Timu ya taifa ya kandanda ya Tanzania, Taifa Stars, yaondolewa kutoka finali za AFCON baada ya kulaza bao 1-0 na wenyeji Morocco. Wamejifunza nini? Ukiangalia mchezo jinsi ulivyokuwa mpaka inafika dakika 90 ulikuwa unaonekana bado uko 50-50. Bahati mbaya hatujaweza kushinda, lakini tunachukua positive details zote ambazo zimeonekana kwenda kuzifanyia kazi kwa ajili ya mashindano yajayo. Na katika gumzo letu la leo tunaangazia iwapo Marekani ilikiuka sheria za kimataifa baada ya kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwa hiyo wanasema kwanza si rais halali, pili ana kesi nchini Marekani, kwa hiyo alikwenda kumchukua mhalifu kwa kutumia FBI. Lakini wapi amekwenda kumchukua, vipi amekwenda kumchukua, na yule mtu yuko ana hadhi gani kule, ndio ambao watu wengi wanafikiri kwamba kuna sheria za kimataifa ambazo zikiuka. Lakini kwanza ni muktasari wa taarifa ya habari za dunia na Florian Kaijage. Rais wa Marekani Donald Trump amemwonya kiongozi wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez kwamba anaweza kukabiliwa na hatua kali zaidi kuliko bosi wake aliyeng'olewa madarakani Nicolas Maduro iwapo hatafanya kilicho sawa. Trump ameliambia jarida la The Atlantic kwamba uingiliaji kati wa Jumamosi utaboresha maisha kwa wana Venezuela kwa sababu utaanzisha mabadiliko ya utawala na kusababisha ukarabati wa nchi. Waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio alikuwa amesisitiza hapo awali kwamba Washington bado ina sababu nyingi za kulazimisha mabadiliko nchini Venezuela, ingawa hakuna mtu aliyerudia matamshi ya bwana Trump kwamba Washington itaiongoza nchi hiyo. Lakini katika hotuba yake ilionekana kujiamini, waziri wa ulinzi Vladimir Padrino amesema majeshi yamerejesha katika hali nzuri ili kuilinda dola ya Venezuela. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka na kuwakamata waliohusika na shambulizi la Jumamosi kwenye soko la kijiji katika jimbo la Niger, wakati watu 30 walipouawa na wengine kadhaa kutekwa nyara na genge lenye silaha. David Kinyanjui ana taarifa zaidi. Serikali ya Iran imetangaza kuwa itaanza kulipa posho mpya ya kila mwezi kwa kila raia, huku ikilenga kuzima maandamano ya ghasia yaliyochochewa na kuzorota kwa uchumi wa nchi hiyo. Msemaji wa serikali ameiambia runinga ya serikali kuwa mpango huo mpya utahusisha takriban dola 7 za Marekani zitakazolipwa kwa raia wote wa Iran kila mwezi kwa muda wa miezi 4 ijayo kusaidia kupunguza gharama za ukobo wa maisha. Rais Masoud Pezeshkian na amekuwa akikabiliwa na shinikizo kubwa kujibu maandamano hayo ambayo yameendelea kwa siku ya 8 sasa. Na miili ya watu 40 waliofariki dunia kutokana na ajali ya moto kwenye baa katika eneo la mapumziko la Sky la Crans Montana nchini Uswisi usiku wa kuamkia mwaka mpya imetambuliwa na polisi. Waathirika hao wana umri kati ya miaka 14 na 39, huku 15 miongoni mwao wakiwa na umri chini ya miaka 18. Wadogo zaidi walikuwa msichana wa Uswizi na mvulana raia wa Ufaransa, wote wakiwa na umri wa miaka 14. Kundi hilo linajumuisha watu wa mataifa ya Uswizi, Italia, Romania, Uturuki, Ureno, Ufaransa na Ubelgiji pamoja na raia wa Uingereza, Ufaransa na Israel. Wengine 119 walijeruhiwa, wengi wao wana majeraha makubwa ya moto. 6 kati yao majeraha yao ni makubwa zaidi kiasi kwamba bado hawajatambuliwa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM, radio wa shirika mbalimbali na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Radio Free Africa, Kenya ni Mwanedo FM, Uganda ni Radio Lira, na yopo upo DRC itajia kupitia Radio Muungano Beni. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili, na pia unaweza kutuachia pale ujumbe. Asubuhi leo uko nami Belden Waliaula.
Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa serikali yake ndio inaongoza taifa la Venezuela kwa sasa, huku rais mpya wa Venezuela Delcy Rodriguez akiongoza mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri wa taifa hilo. Trump ametoa onyo kwa Rodriguez kuwa huenda akabiliwa na hali ngumu zaidi iwapo atashirikiana na Marekani. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Venezuela amesema majeshi ya nchi hiyo yapo katika hali ya tahadhari ili kukabiliana na uchokozi wowote zaidi utakaotokea. Victor Kenani anatuarifu zaidi. Utawala wa Trump unasema uko tayari kufanya kazi na waliobaki katika serikali ya Maduro mradi tu malengo ya Marekani yatimizwe, hususan kufungua fursa ya uwekezaji wa Marekani katika akiba kubwa ya mafuta ghafi ya Venezuela. Mitaa ya Caracas ilikuwa tulivu baada ya uvamizi huo wa kushangaza, ambapo wanajeshi wa vikosi maalum vya Marekani waliingia mjini kwa helikopta wakisaidiwa na ndege za kivita na vikosi vya majini ili kumkamata Maduro. Jeshi la Venezuela lilitangaza kuwa linamtambua Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais wa Maduro kama rais wa mpito, na alikawahimiza wananchi kurejea katika maisha ya kawaida. Licha ya mafanikio ya awali ya operesheni ya Marekani, maswali yanaendelea kuibuka kuhusu mkakati wa Trump. Trump alisema Jumamosi kwamba Marekani itaendesha Venezuela. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alisisitiza siku ya Jumapili kwamba Washington haitafuti mabadiliko kamili ya utawala nchini humo yenye wakazi takriban milioni 30 wala uchaguzi wa kurejesha demokrasia. Lakini alisema uwepo mkubwa wa wanamaji wa Marekani utaendelea katika bahari ya Caribbean ili kutekeleza kizuizi cha mauzo ya mafuta ya Venezuela kwa nguvu kubwa ya kushinikiza. Trump ameweka wazi kuwa Marekani inalenga kuwa na kauli ya mwisho kuhusu Venezuela kwa kuzingatia hasa kupata fursa ya akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa duniani. Tutaiendesha nchi hiyo hadi pale tutakapoweza kufanya mpito salama, sahihi na wa busara. Kwa hiyo hatutaki kuhusika na kumwingiza mtu mwingine madarakani halafu tukajikuta katika hali ile ile tuliyokuwa nayo kipindi kirefu kilichopita. Katika kauli zake za kwanza tangu shambulio la Marekani, Rodriguez alizungumza kwa msimamo mkali akisema Maduro ndiye kiongozi pekee halali wa nchi hiyo na kwamba wako tayari kutetea rasilimali zao za asili. Kiongozi wa Venezuela aliyeondolewa madarakani alikuwa akizuiliwa mjini New York akisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu. Akiwa amefungwa pingu na amevaa sandali, Maduro alisindikizwa na maafisa kupitia kituo cha shirika la kudhibiti madawa ya kulevya la Marekani DEA mjini Manhattan mwishoni mwa Jumamosi, kulingana na video iliyowekwa na ikulu kwenye mitandao ya kijamii. Awali alipigwa picha akiwa ndani ya meli ya wanamaji wa Marekani akiwa amefunikwa macho na kufungwa pingu, akiwa pia amevaa kinga za masikio za kuzuia kelele. Habari za kukamatwa kwa Maduro ziliposambaa, raia wa Venezuela walioko uhamishoni walipunga bendera na kusherehekea katika viwanja vya miji kuanzia Madrid hadi Santiago. Takriban raia milioni 8 wa Venezuela wamekimbia umaskini uliokithiri na ukandamizaji wa kisiasa nchini mwao. Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay na Uhispania katika taarifa ya pamoja zilieleza kupinga operesheni ya Marekani na wasiwasi kuhusu jaribio lolote la kudhibiti au kuendesha serikali au kutoa kutoka nje rasilimali za asili au kimkakati. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana Jumatatu kujadili mgogoro huo. Taarifa yake Victor Kenani. Nicolas Maduro ambaye aliondolewa madarakani siku ya Jumamosi na Marekani kama rais wa Venezuela ni nani hasa? Nastia Mohamed anatuarifu. Ni sauti ya Nicolas Maduro ambaye alikamatwa Jumamosi Januari 3 na kikosi maalum cha Marekani. Rais huyo wa Venezuela alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 katika kitongoji cha El Val katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Alisoma katika shule ya sekondari ya umma huko El Val ambako alijihusisha na siasa za wanafunzi. Kabla ya kuingia kwenye siasa za ushindani, alikuwa dereva wa basi na mwanaharakati wa vyama vya wafanyikazi. Aliingia kwenye uongozi wa kitaifa kupitia ushirikiano wake wa karibu na Hugo Chavez, rais wa zamani wa Venezuela. Maduro alihudumu kama waziri wa mambo ya nje kati ya mwaka 2006 na mwaka 2013. Baada ya kifo cha rais Chavez mwaka 2013, alichukua uongozi wa nchi kama rais wa Venezuela. Utawala wake ulifuata sera za kisoshalisti, lakini ulikumbwa na changamoto kubwa zikiwemo kudorora kwa uchumi, mfumuko wa bei, uhaba wa chakula na dawa za kitabibu, pamoja na migogoro ya kisiasa ya ndani. Uongozi wa Maduro ulikosolewa na mataifa
kadhaa ya magharibi, hasa Marekani, kwa madai ya kukandamiza demokrasia na haki za kibinadamu. Hata hivyo, wafuasi wake walidai kuwa matatizo ya Venezuela yalitokana zaidi na vikwazo vya kiuchumi na uingiliaji wa mataifa ya nje. Maduro alivutiwa na uongozi wa Hugo Chavez, kanali msaidizi wa jeshi la Venezuela aliongoza harakati za silaha za Bolivarian zilizopinga mfumo unaoitwa Ponto Fijismo, mfumo wa demokrasia wa vyama viwili nchini Venezuela, pamoja na rais aliyekuwa madarakani wakati huo Carlos Andreas Perez kwa madai ya rushwa. Aliondolewa madarakani baada ya operesheni ya vikosi maalum ya Marekani siku ya Jumamosi kwa tuhuma za rais huyo wa Venezuela Nicolas Maduro kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, rushwa, ukiukaji wa haki za kibinadamu, kudhoofisha demokrasia na uhalifu dhidi ya binadamu, ingawa yeye na serikali yake wamekuwa wakizikana tuhuma hizo. Baada ya miezi kadhaa ya vitisho na mbinu za shinikizo, hatimaye Marekani ilishambulia makazi ya rais huyo wa Venezuela kwa mabomu na kumuondoa madarakani rais wake. Kwa sasa rais wa Marekani Donald Trump amesema Washington itaongoza Venezuela, na sasa hatima ya rais huyo ambaye anashikiliwa katika mji wa New York na mustakabali wa rais huyo wa Venezuela imo mikononi mwa serikali ya Marekani. Na sana mkaribisha Victor Kenani na taarifa za spoti. Shukran Beldin. Tunaanza na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON la CAF, ambapo Morocco imekata tikiti ya kucheza robo finali ya kombe la mataifa ya Afrika CAF mwaka 2025 baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao moja kwa bila dhidi ya Tanzania mjini Rabat siku ya Jumapili. Bao la kipindi cha pili la Brahim Diaz lilikuwa ndilo liloamua mchezo huo. Bao hilo lilipatikana baada ya jioni ndefu na yenye subra kwa wenyeji ambao walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa, lakini walipata ugumu wa kutengeneza nafasi za wazi dhidi ya timu ya Tanzania iliyopangwa vizuri na iliyokuwa na dhamira ya kuendeleza safari yao ya kihistoria kwenye mashindano hayo. Ashraf Hakimi aligonga mtamba panya kwa mpira mkali wa adhabu kabla ya Ibrahim kuvunja mwiko katika kipindi cha pili kwa kufunga. Katika mechi nyingine ya hatua ya mtoano, mabao ya Junior Chamedu na Christian Kofane yaliyofungwa kabla na baada ya mapumziko yalisaidia Cameroon kufuzu robo finali ya AFCON baada ya kuifunga Afrika Kusini 2-1 siku ya Jumapili. Afrika Kusini walijaribu kurejea mwishoni mwa mchezo kupitia bao la Evidence Magopa, lakini Cameroon ndio waliovuka kwenda hatua inayofuata. Mabingwa hao mara 5 sasa watacheza na wenyeji Morocco katika robo finali kali itakayopigwa siku ya Ijumaa. Tunaelekea kwenye tennis ambapo Mkenya Angela Okutoi alionyesha kiwango cha hali ya juu na kutoa taji la ITF Women's World Tour katika klabu ya michezo ya Parklands jijini Nairobi siku ya Jumapili. Bingwa huyo wa michezo ya Afrika alimshinda Muitaliano Martina Cogmella kwa seti za 6-3, 3-6, 6-3 katika fainali ya kusisimua. Akiungwa mkono na mashabiki wengi wa nyumbani, Okutoi alitawala seti ya kwanza kabla ya mpinzani wake aliyoorodheshwa katika nafasi ya 4 duniani kurejea na kushinda seti ya pili. Hata hivyo, uimara na azma ya Okutoi vilijitokeza katika seti ya 3 na akafanikiwa kuhitimisha wiki iliyokuwa na mafanikio makubwa kwake. Tunaangazia sasa ligi kuu ya England ya Premier League ambapo Chelsea walifunga bao la kusawazisha katika dakika za majeruhi na kuambulia sare ya 1-1 dhidi ya Manchester City. Tijani Rangers alifunga bao la kwanza mwishoni mwa kipindi cha kwanza ambacho City walikitawala. Chelsea walichelewa lakini walipata bao la kusisimua mwishoni, huku Enzo Fernandez akifunga kutoka umbali wa yadi moja katika dakika ya 4 ya nyongeza ya kipindi cha pili. Matokeo hayo yanaiacha City wakiwa na pointi 6 nyuma ya vinara Arsenal ambao walifunga Bournemouth 3-2 siku ya Jumamosi. Tukisalia hapo kwenye Chelsea ni kwamba Liam Rosena amesafiri kwenda London kukamilisha uteuzi wake unaotarajiwa kuwa wa kocha mkuu wa Chelsea. Kocha huyo wa Strasbourg ambayo inachezea huko Ufaransa ndiye mgombea anayeongoza kuchukua nafasi ya Enzo Maresca aliyeondoka Stamford Bridge. Mazungumzo yako katika hatua za mwisho na kocha huyo mwenye umri wa miaka 41 yupo jijini London kukamilisha taratibu kabla ya kutangazwa rasmi kama mrithi wa Maresca. Katika mechi nyingine zilizochezwa Jumapili, Harrison Reed alifunga bao la kusawazisha katika dakika ya 97 na kufuta bao la Cody Gakpo la dakika ya 94, huku Fulham
na Liverpool wakitoka sare katika mechi ya kusisimua huko Craven Cottage. Nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes aliongoza timu yake kuanza mwaka mpya kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Crystal Palace. Tottenham Hotspur nao walitoka sare ya 1-1 na Sunderland, huku Brentford wakiifunga Everton 4-2. Mshambuliaji wa Brazil Igor Thiago alifunga mabao matatu, yani hat-trick. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran kwako Beldin. Asante Kinani. Na msikilizaji, ndio kusikiza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo: Rais wa Marekani Donald Trump asitiza kwa serikali yake ndio inaongoza Venezuela kwa sasa, huku akitoa onyo kwa rais mpya wa Venezuela Delcy Rodriguez. Timu ya kitaifa ya kandanda ya Tanzania Taifa Stars yabanduliwa kutoka michuano ya AFCON baada ya kulazwa bao 1-0 na wenyeji Morocco. Na katika gumzo letu la leo tunaangazia hayo baada ya kushindwa kwa bao 1-0 na wenyeji Morocco kwenye hatua ya 16 bora. Samata amezungumza na mwandishi wa BBC Sports Celestine Caronei na anaanza kukuelezea mechi ilivyokuwa. Tulikuja kwenye mchezo tukiamini tunaweza kushinda, na ukiangalia mchezo jinsi ulivyokuwa mpaka inafika dakika 90 ulikuwa unaonekana bado uko 50-50. Bahati mbaya hatujaweza kushinda, lakini tunachukua positive details zote ambazo zimeonekana kwenda kuzifanyia kazi kwa ajili ya mashindano yajayo. Sijui ni positive details gani hiyo ambayo mnachukua, na labda hiyo mafunzo kwa hii AFCON imekuwa ni gani kwa timu ya Tanzania? Nadhani ukiangalia katika mashindano yote tangu kuanza kuna positive nyingi ambazo nina uhakika mwalimu atakuwa ameziona na ataenda kuzifanyia kazi kwa ajili ya kuandaa kikosi ambacho kitakuwa bora katika mashindano yajayo. Lakini kwa uchache tu naweza kusema moja ya positive details ambayo unaiona ni tumekuwa wagumu kufungwa goli. Ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mpira. Endapo utatengeneza defense ambayo itakuwa ni ngumu kupitika, nadhani inakuwa rahisi tena kutengeneza attacking kwa ajili ya kuwa unapata ushindi katika michezo. Tuliona pia kuwa mlikuwa na fursa ya kupata bao. Sijui kidogo labda mmekuwa a bit disappointed, kama mngeweza kuchukua hizo fursa labda mngekuwa mnatembea hapa kama washindi. Ni kweli, lakini ni mchezo mpira wa miguu. Sometimes unaenda unaona ulikuwa una fursa ya kupata goli na kushinda, sometimes unaenda unaona ulikuwa una fursa ya kufungwa goli na kupoteza mchezo. Kwa ni mchezo wa mpira wa miguu, inakuwa hivyo mara nyingi, lakini ni wasifie wachezaji, wamecheza kwa kiwango cha juu, kwa juhudi za juu, wamejitoa kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, wameendelea kuamini mpaka filimbi ya mwisho, na hicho ni kitu bora sana kwa maendeleo ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Na pia mashabiki wamewashabikia sana na wamejivunia sana timu hii. Sijui unawaambia nini? Mimi siku zote nimekuwa nikiwaambia inawezekana kuna kipindi timu ya taifa ya Tanzania inapitia ambacho kinakuwa kina disappoint, lakini mara nyingi nimekuwa nikisema katika interview kwamba kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kinapanda japo ni polepole. Kwa hiyo wawe wavumilivu, kuna wakati utafika watakuwa proud na kikosi chao cha timu ya taifa ya Tanzania, kwani itakuwa ni wakati wa ushindi zaidi. Na huyo amekuwa nahodha wa timu ya soka ya wanaume ya Tanzania Mbwana Samata. Wanasema sikubali kushindwa, si mshindani. Msikilizaji, taarifa hizi zinakuja mbashara moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo kuna wale ambao wametuachia ujumbe wao hapa. Kuna Frank Teye anasema kwamba hatua ya Trump ni unyanyasaji ambao ameufanya kule Venezuela. Jafari Kopo akiwa Moshi Tanzania anasema anatupata vyema na kusema kuwa uvamizi wa Maduro bado unazua maswali mengi yasiyo na majibu. Matisho Junior kutoka Mwanza Tanzania anasema BBC wanatupata mubashara na kwa habari kemkem tunazowapa. Barnabas Kulaya wa Moshi Tanzania anasema kwamba sidhani kama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa watabadili msimamo wa Marekani kuhusu mzozo wa Venezuela, maana lengo la Marekani ni kuchukua mafuta ya Venezuela. Kunaye Mudi Mabengi, kunaye Barnabas Kulaya, kunaye Joshua Josephat Mahanga kutoka Iringa.